Jambo na karibu katika taarifa zetu za habari za siku ya leo tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara kwa kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share, na wengine banasema unajiabone, una comment, vile vile una partage. Basi karibu katika taarifa zetu za habari za siku ya leo, ambapo tutakuletea matukio mbalimbali toka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile tutakuunga na mwisho wa habari za kimataifa, na hapo utapata kujua mengi yanayoendelea pande zote za dunia. Baki nasi mwanzo hadi mwisho, sauti yetu, habari zako. Katika hatua inayotikisa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kanda ya maziwa makuu kwa ujumla, serikali ya Marekani imetangaza vikwazo vikali vya kifedha dhidi ya rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila kufuatia madai ya kuhusika kwake katika mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 2026 na United States Department of the Treasury kupitia kitengo chake cha Office of Foreign Asset Control, hatua hiyo inahusisha kufungiwa kwa mali zote za Joseph Kabila zilizoko nchini Marekani pamoja na kuwekewa vikwazo vya kifedha vinavyomzuia kufanya miamala yoyote ndani ya mfumo wa kifedha wa Marekani. Marekani inamtuhumu kiongozi huyo wa zamani kwa kutoa msaada wa kisiasa na vifaa kwa kundi la waasi la M23 pamoja na muungano wa AFC, makundi ambayo yamekuwa yakihusishwa na kuendeleza mapigano katika maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mkoa wa Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Marekani inaeleza kuwa makundi hayo yanadaiwa pia kuungwa mkono na nchi ya Rwanda, jambo linaloendelea kuzua mvutano mkubwa wa kidiplomasia katika ukanda huo. Hatua hii ya Washington inaonekana kuwa ya kipekee, kwani inalenga moja kwa moja aliyewahi kuiongoza DRC kwa muda wa miaka 18. Wachambuzi wa siasa wanasema kuwa uamuzi huo unaashiria msimamo mkali zaidi wa Marekani katika kushughulikia mgogoro wa mashariki mwa nchi hiyo, hasa wakati ambapo juhudi za amani bado zinaendelea licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kikanda yaliyofikiwa hivi karibuni. Kwa hivyo vinakuja katika kipindi ambacho Joseph Kabila tayari anakabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa na kisheria ndani ya nchi yake. Ikumbukwe kuwa mwezi wa 5 mwaka 2025 Seneti ya Kongo iliondoa kinga yake ya kisiasa, hatua iliyofungua mlango wa kufunguliwa mashtaka dhidi yake. Zaidi ya hayo, mahakama ya kijeshi ya Kinshasa ilimhukumu kwa kosa la uhaini ikiwa hayupo mahakamani mnamo Septemba mwaka 2024. Kwa mujibu wa afisa wa Marekani, hatua ya kuwekewa vikwazo inalenga kulinda uhalali wa mikataba ya amani inayosainiwa mjini Washington mwezi Disemba mwaka uliopita. Wanasema kuwa vitendo vinavyodaiwa kufanywa na Kabila vinahatarisha juhudi za kurejesha utulivu katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, upande wa utetezi wa Kabila umepinga vikali tuhuma hizo, ukieleza kuwa ni njama za kisiasa zinazolenga kumtenga kabisa na ulingo wa siasa za taifa. Wafuasi wake wanaamini kuwa hatua hiyo ni sehemu ya mkakati mpana wa kumzoofisha kisiasa. Kwa ujumla, vikwazo hivi vya Marekani vinaongeza presha ya kimataifa dhidi ya Kabila, huku vikichochea mjadala mpana kuhusu nafasi yake katika mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mustakabali wa amani katika eneo hilo nyeti. Katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika eneo la mashariki, linaendelea kukumbwa na mvutano wa kiusalama. Kundi la waasi wa M23 limeendelea kuonyesha juhudi zake za kujijenga kisiasa na kiutawala kupitia mafunzo maalum kwa wanachama wake. Siku ya Alhamisi tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 2026, katika kituo cha mafunzo cha Kanombe, hafla muhimu ilifanyika ya kufunga rasmi mafunzo ya pili ya kiitikadi yaliyopewa jina la Intake 002 uongozi bora. Hafla hiyo iliongozwa na Sultan Makenga, ambaye ni generali meja na mkuu wa majeshi wa kile kinachoitwa Jeshi la Mapinduzi la Kongo, yani ARC,
pamoja na mratibu wa kijeshi wa muungano wa AFC M23. Kwa mujibu wa waandaaji, mafunzo hayo yalikuwa sehemu ya mkakati mpana wa kuimarisha muundo wa kisiasa na kiutawala wa harakati hiyo. Zaidi ya washiriki 534 kutoka maeneo mbalimbali ya wilaya ya Rutshuru walishiriki katika programu hiyo, wakiwemo viongozi wa ngazi za chini katika vijiji, mitaa na vituo vya kijamii. Katika hotuba yake, General Makenga alisisitiza umuhimu wa itikadi katika kuongoza harakati za kisiasa na kijeshi. Alieleza kuwa mafanikio ya muda mrefu yanategemea nidhamu, uelewa wa kisiasa na mshikamano kati ya viongozi na wananchi. Aliwahimiza wahitimu wa mafunzo hayo kuzingatia madalili na uwajibikaji, uadilifu na uratibu wa jamii wanazozihudumia. Hata hivyo, mafunzo hayo yanafanyika katika mazingira ya mvutano makubwa kati ya kundi la waasi wa AFC M23 na serikali ya Kinshasa, ambao wanaendelea kuituhumu kundi hilo kwa sababu hali ya vita na ukosefu wanaituhumu kundi hizo kwa kusababisha hali ya vita na ukosefu wa utulivu katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa masuala ya siasa na usalama wanaona kuwa hatua hiyo inalenga kuimarisha ushawishi wa AFC M23 katika maeneo yanayodhibitiwa, huku ikijaribu kujijengea taswira ya kuwa mfumo badala ya utawala. Hii ni pamoja na juhudi za kuibua kile kinachoitwa kizazi kipya cha viongozi wa ndani wenye uwezo wa kusimamia sera ya mipango ya kisiasa ya kundi hilo. Taarifa hii pia imeungwa mkono na msemaji wa AFC M23 Lawrence Kanyuka, ambaye alisitiza kuwa mafunzo hayo ni sehemu ya dira ya harakati hiyo ya kujenga utawala unaozingatia nidhamu, uzalendo na mshikamano wa kitaifa. Kwa ujumla, tukio hili linaonyesha namna ambavyo kundi la AFC M23 linaendelea kujipanga si tu kijeshi bali pia kisiasa, kiutawala katika juhudi zake za kuimarisha uwepo wake katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo huo linaendelea kuzua mjadala kuhusu mustakabali wa amani na utawala katika eneo hilo. Katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mji wa Uvira, kuna dalili mpya za kurejea kwa utulivu na kuimarika kwa taasisi za serikali. Hatua hii inajitokeza kupitia kurejeshwa kwa shughuli za mahakama, jambo linalotajwa kuwa ishara muhimu ya amani na utawala wa sheria katika eneo hilo lililokumbwa na changamoto ya kiusalama kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na Gaston Osango, ambaye ni mkurugenzi wa baraza la mawaziri katika Wizara ya serikali imeanza mchakato wa kurejesha hatua kwa hatua huduma za haki mjini Uvira. Hatua hii inatekelezwa kufuatia maagizo ya Rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamoja na Waziri Mkuu Judith Suminwa. Uamuzi huu ulifikiwa baada ya ujumbe wa tathmini uliofanyika mwezi Februari, yani mwezi wa pili mwaka 2026, ambako mamlaka zilithibitisha umuhimu wa kurudisha taasisi za mahakama katika eneo la Uvira lililokuwa limeathiriwa vibaya na hali ya ukosefu wa usalama. Katika hatua za awali, serikali ilitoa kipaumbele kwa kurejesha mahakama ya kijeshi kutokana na hali ya tahadhari ya kiusalama iliyokuwepo. Hata hivyo, kufuatia kuboreka kwa hali hiyo, sasa mahakama ya kiraia imeanza kurejea polepole. Tayari ofisi ya mwendesha mashtaka wa mahakama kuu pamoja na mahakama ya amani ya Uvira imeanza tena shughuli zake, hatua inayopokelewa kwa matumaini makubwa na wakazi wa eneo hilo. Akizungumzia changamoto ya upungufu wa majaji na waendesha mashtaka, Osango alieleza kuwa hali hiyo inachangia kwa kiasi kikubwa na mazingira ya usalama yaliyotikiswa na uwepo wa makundi ya waasi katika eneo la Uvira na maeneo mengine, hususan waasi wa AFC M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na nchi ya Rwanda.
Hata hivyo, alisitiza kuwa juhudi zinaendelea kuhakikisha kuwa watumishi wa mahakama wanarejea kazini na huduma za haki zinapatikana kikamilifu. Kwa upande wake, waziri wa sheria wa mkoa wa Kivu Kusini Faustin Mayani amepongeza hatua zilizochukuliwa na serikali kuu pamoja na juhudi za jeshi la taifa FARDC katika kurejesha hali ya usalama. Amesema kuwa kuanza tena kwa vikao vya mahakama ni ishara kurejea kwa mamlaka ya dola na hatua muhimu katika kupambana na vitendo vya wananchi kujichukulia sheria mkononi. Kwa ushirikiano kati ya serikali kuu na uongozi wa mkoa unaongozwa na gavana Jean-Jacques Purusi Sadiki, mipango inaendelea kufufua kikamilifu mfumo wa haki wa kiraia. Lengo kuu ni kurejesha imani ya wananchi kwa taasisi za serikali na kuhakikisha kuwa haki inapatikana kwa wote kwa njia halali. Kwa ujumla, kurejea kwa shughuli za mahakama mjini Uvira kunatazamwa kama hatua kubwa katika safari ya kurejesha amani, usalama na utawala bora katika mashariki mwa nchi ya DRC. Waziri wengi wanatumaini kuwa juhudi hizi zitaendelea kuzaa matunda na kuleta mabadiliko ya kudumu katika maisha yao ya kila siku. Usikiliza taarifa zetu za habari kutoka maeneo mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Bei ya mafuta imepanda tena kwa kasi, ikifikia kiwango cha juu zaidi tangu uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine mwaka 2022. Bei ya mafuta ghafi ya Brent duniani ilipanda na kupita dola 120 kwa pipa siku ya Jumatano, na mapema leo imevuka dola 126. Ongezeko hili linafuatia ripoti kutoka kwenye tovuti ya habari ya Axios kwamba jeshi la Marekani linajiandaa kutoa maelezo kwa Rais Trump kuhusu mipango mipya ya mfululizo wa mashambulizi mafupi na yenye nguvu dhidi ya Iran. Jeshi la Iran nalo limeonya kuwa litatekeleza mashambulizi ya muda mrefu na yenye uchungu dhidi ya Marekani ikiwa Washington itaanzisha mashambulizi mapya. Bei za nishati tayari zimepanda, huku mazungumzo ya amani kati ya Israel, Marekani na Iran yakionekana kukwama, huku njia muhimu ya maji ya mlango bahari wa Hormuz ikiendelea kufungwa. Pia kupanda kwa bei kunachochewa na ripoti kwamba Rais Trump anazingatia kuongeza kizuizi cha Marekani kwenye bandari za Iran na kuzuia usafiri wa meli kwa miezi kadhaa. Swali ni je, ongezeko hili linalinganaje na zile ambazo zimekuwepo huko nyuma? Na je, tutarajia ongezeko lingine zaidi ya hili katika siku zijazo? Mwandishi wa BBC Maura Forgarty ana maelezo zaidi. Kwa hivyo inategemea ni kwa muda gani bei hizi zitadumu. Hivi sasa tuko katika viwango vya juu zaidi sasa. Tangu vita vianze na Iran, tuliona viwango hivi vya juu sana kipindi cha uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Lakini kwa kweli tumevuka viwango hivyo vya juu na sasa tumerudi kwenye viwango vilivyoonekana mwaka wa 2012. Wakati huo, Marekani ilizidisha vikwazo vyake dhidi ya Iran, ambapo iliweka vikwazo zaidi vya kifedha kwa benki na taasisi zilizokuwa zikifanya malipo kwa niaba ya wateja kununua mafuta ya Iran. Ikiwa bei hizi zitadumu, basi tutaona bei za petroli kwenye pampu zikiendelea kuwa juu, pamoja na bei nyinginezo kuathiri bidhaa nyingine za watumizi. Kwa hivyo, kila kitu kinategemea ni kwa muda gani ama ni kwa muda upi zaidi bei zitabaki katika viwango hivi vya juu. Wakati huo serikali ya Kenya imelegeza masharti ya ubora wa mafuta ya petroli na dizeli yanayoagizwa nchini humo kwa muda wa miezi 6 ili kuzuia uhaba wa mafuta kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Hii inamaanisha kwamba mafuta yanayoingizwa Kenya sasa yanaruhusiwa kuwa na hadi miligramu 50 za sulfa. Kiwango kikubwa cha sulfa kwenye magari husababisha utoaji wa kiwango kikubwa cha gesi chafu na pia kinaweza kuathiri injini za magari ya kisasa ambayo yameundwa kutumia mafuta safi zaidi. Katika taarifa, waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda Lee Kinyanjui amesema, na hapa namnukuu, hatua hii ni ya muda na inakusudiwa kuhakikisha kuendelea kuwepo kwa mafuta na kudumisha uthabiti wa kiuchumi katika kipindi hiki chenye changamoto katika usambazaji wa bidhaa duniani. Tutaangalia upya hatua hii mwishoni mwa miezi 6 au mapema zaidi ikiwa hali ya mafuta kimataifa itaimarika. Mwisho wa nukuu.
Tugeukie taarifa nyingine sasa. Katika taarifa hiyo hiyo, lakini kwa upande mwingine, maafisa wa jeshi la anga la Uingereza walioko kwenye kambi moja ya kijeshi nchini Iraq wamedungua takriban ndege 100 zisizo na rubani kutoka Iran. Hii imefanyika katika muda wa miezi miwili ambapo kumeshuhudiwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kabla ya kusitisha mapigano, eneo hilo lilikuwa likilengwa na makombora na ndege zisizo na rubani 30 kwa siku. BBC ni shirika la kwanza la habari kutembelea kambi hiyo yenye vikosi vya Uingereza na Marekani tangu mzozo uanze. Ifuatayo ni taarifa ya Jonathan Bell ikiwasilishwa na Peter Mwangangi. Tunasafiri na jeshi la angani la Uingereza hadi katika moja ya kambi za kijeshi za mataifa ya magharibi ambazo zililengwa kwenye mashambulizi ya Mashariki ya Kati. Kwa sasa hali ya usitishaji vita ipo, lakini hata kabla tu ya ndege tuliokuwa ndani kutua ardhini, kulikuwa na dhihirisho la wazi kwamba tishio la mashambulizi bado lipo. Ndege isiyokuwa na rubani imeonekana punde tu kukashuhudiwa milipuko. Wakati huu ikilenga vikosi vya Iraq vilivyo karibu. Lakini kabla ya makubaliano ya kusitisha vita, kambi hii ilikuwa ikishambuliwa mara kwa mara. Vikosi vya Uingereza na Marekani bado vimechukua tahadhari ya hali ya juu. Haturuhusiwi kusema kambi hiyo iko wapi isipokuwa Iraq, lakini katika kilele cha mzozo walikuwa wakilengwa mara 28 kwa siku. Na hapa ndipo walipotumia muda wao mwingi, mahandaki yaliyodhabiti. Umelala kifudifudi huku ving'ora vikilia na kelele zikiwa juu sana, na kisha baadaye unaona hatari iliyotokea. Unasikia silaha nzito zikipiga karibu naye na ni vigumu sana. Huu ndio mfumo wa ulinzi wa anga ambao umewasaidia wanajeshi hapa. Kwa kutumia kombora la masafa mafupi, tayari imeangusha ndege nyingi zisizo na rubani. Tunarekodi filamu gizani kwa sababu za kiusalama. Hawataki kuangazia maeneo yoyote ya kambi hii. Ili tu kukupa hisia ya tishio, hapa wamedungua zaidi ya ndege zisizo na rubani 100 kwa zaidi ya mwezi mmoja kwa kutumia mfumo huu juu ya mlima unaoitwa Rapid Sentry. Wanajeshi wa Uingereza wana sekunde chache za kugundua, kufuatilia na kuharibu ndege zisizo na rubani zinazoingia na kuweka maisha yao hatarini. Tumeombwa tusionyeshe nyuso zao. Tulikuwa na ndege zisizo na rubani 14 kwa usiku mmoja. Huo ulikuwa mkakati wa mara kwa mara wa kuingia, kuweka kombora kwenye bomba na kulenga tena. Lakini kwa ile kasi, hata wakati wa mchana unapotarajia zishambulie usiku, bado ni kubwa. Je, umewahi kulenga maeneo ya karibu? Ndiyo, kadhaa. Unaweza kutuambia chochote kuhusu hili? Siwezi kukufafanulia kwa undani, lakini tumekuwa na makabiliano kiasi. Marekani na Wamarekani wamekutana na mashambulizi hayo pia. Ziara hii fupi iliwezekana kwa sababu ya kusitishwa kwa vita. Imekuwa fursa kwa mkuu wa jeshi la angani la Uingereza na waziri wa ulinzi kutoa sifa zao na kupinga madai ya Rais Trump kwamba Uingereza imekuwa ikikosa kushiriki. Tumesaidia kuwaondoa wa Marekani katika hatari. Tumesaidia kuwalinda na wao wamesaidia kutulinda. Hii ni mwelekeo wa kujilinda kwa mtazamo wetu. Tutabaki katika hali hii ya kujilinda, lakini uhusiano ni imara. Marekani na Uingereza walikuwa wakifanya kazi pamoja hapa muda mrefu kabla ya vita hivi kuanza. Lakini dhamira yao kuu imekuwa kupambana na kundi la ISIS, ila bado haijulikani wazi kama hawako hatarini. Tuelekee barani Afrika sasa, ambapo shirika la kutetea haki za kibinadamu duniani Amnesty International limevituhumu vikosi vya usalama nchini Uganda kwa kile ilichokiita kutekeleza mauaji ya kiholela ya raia, kuendesha kamata na kuwatesa wafuasi wa upinzani katika kipindi cha kuelekea na baada ya uchaguzi mkuu nchini humo uliofanyika mwezi Januari mwaka huu. BBC imewasiliana na mamlaka za Uganda ili kupata maoni yao kuhusu madai hayo, lakini mpaka sasa hawajatoa tamko lolote. Ripoti kamili na mwandishi wetu Shuaib Ibrahim kutoka Kampala. Amnesty International imedai kuwa vikosi vya usalama nchini Uganda viliwaua takriban watu 16
kati ya Januari tarehe 15 hadi Januari tarehe 18 wakati wa kipindi cha uchaguzi mkuu nchini humo. Katika taarifa yake iliyotolewa leo, shirika hilo la kutetea haki za kibinadamu duniani limesema jeshi pamoja na jeshi la polisi vilitumia nguvu kupita kiasi dhidi ya raia wa kawaida ambao walikuwa hawajajihami au kuwa tishio lolote kwa vyombo vya dola. Kwa mujibu wa Amnesty International, ukatili huo uliwalenga wafuasi wa chama cha upinzani cha National Unity Platform NUP kinachoongozwa na Robert Kyagulanyi Ssentamu maarufu kama Bobi Wine. Mara kwa mara Bobi Wine amekuwa akivikosoa vyombo vya usalama kwa kile anachosema ni unyanyasaji dhidi ya wafuasi wake. Tunaenda katika uchaguzi huu kama njia ya kupinga ukatili ambao tumepitia kwa miaka 40 iliyopita. Ni madai hayo ya unyanyasaji ambayo pia yalisababisha Bobi Wine kuhamia uhamishoni nchini Marekani wiki kadhaa baada ya uchaguzi mkuu. Kyagulanyi alilazimika kutoroka kwake mara tu baada ya matokeo ya uchaguzi mkuu kutangazwa, baada ya kudai nyumba yake ilivamiwa na maafisa wa usalama waliokuwa wakimsaka. Katika tukio jingine, Amnesty International imesema maafisa wa usalama walivamia makazi ya mwanasiasa wa upinzani Muhammad Chivumbi usiku baada ya siku ya zoezi la upigaji kura na kuwafyatulia risasi watu 7 waliokuwa wamekusanyika. Ripoti za uchunguzi wa maiti zilizopitiwa na Amnesty International zimethibitisha kuwa baadhi ya vifo hivyo vilitokana na majeraha ya risasi. Aidha, shirika hilo limeripoti kutokea kwa kamata dhidi ya wafuasi wa upinzani ambapo baadhi yao walizuiliwa bila mawasiliano na mtu yeyote kwa hadi wiki 3, huku wengine wakipelekwa maeneo yasiyojulikana. Waliokamatwa wanadai waliteswa, kupigwa na kutishiwa wakati wa mahojiano kuhusu uhusiano wao na chama cha upinzani cha NUP. Katika pendekezo lake, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo ukanda wa Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika, Tigere Chaguta, ametoa wito kwa serikali ya Uganda kufanya uchunguzi wa haraka na huru na pia kuwasimamisha kazi maafisa waliohusika katika vitendo hivyo. Shuaib Ibrahim, BBC, Kampala. Matangazo haya yanapeperushwa na Star TV Tanzania, One Law TV nchini Uganda, Mishapi TV huko DRC pamoja na KTN na K24 TV nchini Kenya. Pia unaweza kutizama matangazo yetu katika ukurasa wetu wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili.